Rais William Ruto ajawa na uoga baada ya kupokea habari mbaya kutoka kwa bunge la kitaifa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mbunge wa Naivasha Jane Kihara ametangaza rasmi kuwa hatokubali kurejeshewa ulinzi wa serikali, akieleza kuwa hofu kubwa inamhusibu kuhusu usalama wake binafsi. Uamuzi wake unakuja huku kukiwa na ongezeko la malalamiko miongoni mwa viongozi wa upinzani kuhusu matumizi ya vyombo vya usalama kwa msingi ya kisiasa, hasa kufuatia tukio la hivi karibuni la kutoweka kwa ghafla kwa mbunge wa Juja George Koimburi. Kihara alieleza kuwa maafisa wake wa awali wa usalama waliondolewa bila taarifa rasmi na silaha zao pamoja na simu zilikabidhiwa bila maelezo yote kuhusu sababu ya hatua hiyo. Kwa sasa anasema hana mlinzi yoyote wa serikali na analazimika kutegemea ulinzi wa Mungu. Kauli hii imeibua hisia kali, hasa ikizingatiwa kuwa mbunge ni miongoni mwa viongozi wanaopaswa kulindwa na serikali kwa mujibu wa sheria. Mbunge huyu anaamini kuwa hatua ya kuondolewa kwa ulinzi wake inahusiana moja kwa moja na msimamo wake wa kisiasa dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza, pamoja na uhusiano wake wa karibu na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Na katika siku za nyuma, Kihara alikuwa ameibua wasiwasi kuhusu tukio lililohusisha mlinzi wake ambaye alihusishwa na tukio la risasi hewani wakati wa uzinduzi wa chama cha Gachagua mnamo Mei tarehe 15, tukio lililosababisha taharuki miongoni mwa wananchi. Wasiwasi wake uliongezeka zaidi baada ya kutoweka kwa Koimburi, hali iliyomfanya kuhisi kuwa maisha yake pia yako hatarini. Ingawa hapo awali alimwambia Rais William Ruto amrudishie ulinzi wake rasmi, sasa amesema hasta akipewa maafisa wapya wa usalama na serikali hiyo hatakubali, akisisitiza kuwa hali hiyo inaweza kuwa mtego wa kuuawa kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Kihara alitaja pia kifo cha aliyekuwa mbunge wa Kasipul Charles Were kama kielelezo cha hatari inayowakumba viongozi wa kisiasa nchini, hasa wale wanaoonekana kuwa wapinzani wa serikali. Kwa mujibu wake, kuondolewa kwa ulinzi ni njia ya kuwafanya viongozi kuwa waoga au kushinikizwa kimya, hali ambayo amesema haikubaliki katika taifa linalodai kuwa na demokrasia. Na wakati huo huo, upinzani umeendelea kushinikiza serikali kuwajibika, huko kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akipinga madai ya huduma ya polisi ya kitaifa kuwa Koimburi alijiteka. Kalonzo na Gachagua ameeleza wasiwasi wao kuhusu uwepo wa kikosi maalum cha kisiri kinachodaiwa kuwatesa wakosoaji wa serikali, wakiwa wamehusisha kikosi hicho na matumizi ya kemikali za kupuliza kwa madhumuni ya mateso ya kimwili na kisaikolojia. Hali inazidi kuzua maswali kuhusu mwenendo wa usalama wa viongozi wa kisiasa nchini, huku hofu ikitanda miongoni mwa wabunge na wananchi wanaotilia shaka uaminifu wa vyombo vya dola. Mbunge Jane Kihara sasa ameonekana kujiweka mbali na mfumo rasmi wa ulinzi, akisisitiza kuwa usalama wake hauwezi tena kutegemea mfumo aliouita usio na uaminifu.